Nchi hii hakuna jambo ambalo haliendi kwa mujibu wa sheria. Yaani kila jambo linalofanyika kuna sheria yake na kuna ufafanuzi wake. Kwa hata kama ni short term laborers au ni vibarua wa muda mfupi, manake ipo sheria inayowalinda. Na kama we ni contractor, ipo sheria pia inayokulinda. Kwa hiyo kila mmoja atimize wajibu wake. Kila mmoja atimize wajibu wake. Sasa ninyi mmeajiriwa. What if the contractor usipotimiziwa mahitaji yako na mwajiri ambaye ni serikali, chuo cha uhasibu Arusha? Suppose you raise issues, you raise certificate, they don't pay you. Or you raise any concern, they don't listen to you. This cannot be fair. Cannot be good. Kwa hiyo kila mmoja atimize wajibu wake ili tuwe na mji ambao una utulivu. Sasa kama mradi wa ujenzi wa chuo cha uhasibu branch ya Songea unaweza ukaparalyze mji wote tukashindwa kufanya kazi, tukaanza kuconcentrate na hilo, this is not fair. Sheria za nchi kabisa, sheria ya nchi imetungwa kwamba now you have to pay 18,000 19,800. Wewe unaona this is going to affect. No, this is not fair. For peace and security you pay them, then we can sit later, we can sit and adjust pamoja na chuo na client. Kwa hiyo don't be rigid, hasa mnapoenda kwenye nchi za watu. Kule kwao serikali yao China ikisema do 1 2 3 4, hawawezi kutempa hata sekunde moja. Uambie hivyo kwamba mkuu wa serikali ya wilaya Songea anasema kule China serikali kielekeza kwamba kuanzia Januari mtalipa shilingi 19,808. Hakuna mtu hata mmoja including Mchina mwenyewe anayeweza kudelay hiyo kule kwao. Sasa wakija hapa, nguvu ya serikali ya China ni ile tu na nguvu ya serikali ya hapa. OCD wa China na OCD wa Songea ni wale tu, wanatumia sheria ile tu ya kuhakikisha kwamba kuna utulivu na amani. Kwa hiyo waambie hivi, wanaweza kutempa na jambo lingine lolote, lakini wasiwe wanatempa na jambo ambalo serikali imetoa maelekezo. Ni marufuku na hairuhusiwi kuintimidate serikali. Na kuintimidate serikali maana yake ni kupuuza maelekezo ya serikali kwa mujibu wa sheria. Hilo ni kosa kabisa. Hata kama huna hela, weka negotiate na aliyekupa kazi kwamba bwana mwanzo ni budget yangu ilikuwa ni hii, sasa nikimlipa hii milioni 10 na hii shilingi 19,000 mnazosema ita affect mradi, tufanyeje? Lakini tekeleza kwanza maelekezo ya serikali. Naitwa Dismas Komba, kaimu katibu tawala wilaya ya Songea. Mradi huu ni wa zaidi ya bilioni 19 fedha ya Kitanzania na unatekelezwa na kampuni ya Avic Limited, kampuni ya Kichina. Leo asubuhi wafanyakazi wa kampuni hiyo waligoma kufanya kazi kutokana na mgomo wa malipo, mafunjo ya malipo ambayo ni hayaendani na sheria mpya ya wafanyakazi iliyosainiwa mwezi Januari. Kimsingi wafanyakazi wameongezewa ongezeko la mshahara wa kazi wa vibarua kutoka shilingi 19,800 ambayo kwa sasa wanatakiwa walipe. Kwa hivyo wafanyakazi waligoma kwa ajili ya mradi huu. Na baada ya majadiliano na mwenye msimamizi wa mradi ambaye ni chuo cha uhasibu Arusha na mkandarasi, tumekubaliana kulipa viwango vipya vya mshahara na mgogoro umeshakwisha. Kuanzia mshahara wa mwezi wa 3 na mshahara ile ya mwezi wa kwanza na Februari, wafanyakazi watalipwa kiwango kipya ambacho kimeanza kutekelezwa Januari mwaka huu 2026. Naitwa Dr. Bakari Mashaka, ni meneja wa chuo cha uhasibu Arusha campus ya Songea. Ujenzi wa chuo tunategemea ukamilike mwezi wa 6 mwishoni, lakini chuo kitaanza kudahili wanafunzi kuanzia mwezi wa 9 ili kuweza kuanza intake ya Oktoba. Nategemea katika hatua ya kwanza mwaka huu tutachukua wanafunzi 2,000 mpaka 3,000, lakini kuanzia mwakani tutakuwa wanafunzi 5,000 na kisha kuwa mpaka mwaka wa 3 tutakuwa na wanafunzi kuanzia 10,000 mpaka 15,000. Kwanza chuo kitasaidia kuweza kuzalisha wataalamu katika maeneo ya kimkakati ambayo serikali imewekeza, kwa maana mkoa wa Ruvuma ni kilimo, ufugaji na uvuvi,
lakini pia kitasaidia kukuza uchumi wa mkoa wa Ruvuma kwa kuweza kuleta wanafunzi wengi ambao watasaidia kukuza mji, lakini pia kwa kupata wataalamu katika fani mbalimbali itasaidia mkoa wa Ruvuma kuwa kitivo au chanzo cha elimu kwa ajili ya maendeleo ya taifa.